Uzazi wa mpango haupo kwa ajili ya kila mtu. Hivi unafahamu ya kwamba kuna baadhi ya wanawake wametumia zaidi ya njia 1, 2, 3, 4, 5 za uzazi wa mpango na zote hizo zimewakataa? Ninaposema zimewakataa, na maanisha ya kwamba wanapata maudhi ambayo wanashindwa kuyavumilia na yanaharibu quality of life kwa upande wao au kwa wao na wenza wao. Mfano, kutokwa na damu nyingi kwa mfululizo, maumivu makali ya kichwa, hali ya kuongezeka uzito au unene kupita kiasi, kupoteza hamu ya tendo na changamoto nyingi sana. Sasa kitu ambacho wanawake wengi huwa wanakosea ni pale ambapo wanatumia njia ya uzazi wa mpango bila kupata ushauri sahihi kutoka kwa mtaalamu wa afya. Na maanisha hivi, kuna baadhi ya vigezo huwa tunavitumia tunapotaka kukushauri juu ya njia gani ya uzazi wa mpango uitumie. Mfano, lazima tuangalie status ya familia. Je, tayari una mtoto au hauna? Na kama unaye, mwenza wako anasemaje? Pili, lazima tuangalie na muonekano wa mwili wako kwa upande wa uzito, unene au kilogramu zako, kwa sababu kuna uzito ukiwa nao basi ni hatari sana kutumia njia fulani ya uzazi wa mpango. Sababu ya tatu ni malengo ulionayo. Kuna watu watahitaji kutumia uzazi wa mpango kwa sababu wamemaliza kabisa kuzaa, lakini kuna wale ambao wanatumia kupumzika ili kumruhusu mtoto aliyopo akue kwa utaratibu. Sio hayo tu, kuna vigezo vingi sana ambavyo unatakiwa kuvifuata kabla hujachagua uzazi wa mpango. Sasa kama na wewe umewahi kujiuliza nifanyeje au njia ipi ya uzazi wa mpango ni sahihi kwangu, basi muda sahihi wa kupata elimu hii ni tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tutakuwa na semina moja hatari sana. Mzee wa Jambo Jeusi nitakuwepo pale na tutajifunza vitu vingi sana. Andaa maswali yote kuhusiana na uzazi wa mpango. Nitahakikisha umetoka pale unafahamu uzazi wa mpango wa aina gani ni sahihi na salama kwako na njia ipi usitumie. Na je, kama umetumia tayari na imekupa changamoto, nini ufanye? Cha kufanya ni kukata tiketi yako mapema. Kupitia caption tumeeleza utaratibu. Chukua namba unazoziona kwenye skrini yako, kisha upige upewe utaratibu wa kufanya booking ili usije ukakosa nafasi, kwa sababu nafasi ni kwa watu wachache sana.